Gani wanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Kaleo Media. Kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Wolper amvaa Shamsa Ford, na hii ni baada ya kuweza kuona Shamsa Ford anataka kuweza kuyaingilia maisha yake, na yeye binafsi ameweza kufunguka vitu vingi, na akasema kwamba isifike kipindi maisha yetu sisi kama sisi yaweze kuheshimiwa, kwa sababu naona kuna watu ambao wanaingilia vitu ambavyo visivyo wahusu. Kwa upande wangu, kitu ambacho alichoweza kukiongea Shamsa Ford sijaweza kukiappreciate hata kidogo, kwa sababu ninaona ni ujinga na upumbavu tu ambao aliweza kuongea. Cha kwanza anachotakiwa kuweza kuelewa na kutambua ni kwamba huyu anayemzungumzia Wema Sepetu hakuwahi kufukuzwa na mtu wa aina yoyote, wala kutengwa na mtu wa aina yoyote, bali yeye mwenyewe ndiye ambaye aliweza kujitenga, na hii yote ni kutokana na kutokujitambua na kutokujielewa. Mara zote amekuwa akidai kwamba ananyanyaswa, anateseka katika grupu letu. Sasa sisi tungefanyaje? Na ukizingatia yeye mwenyewe kuna namna ambavyo amekuwa akiongea maneno yake huko mitandaoni, na watu wengi wakasema kwamba kwa hiki ambacho anachokifanya Wema Sepetu, wenzake hawawezi kumkubalia hata kwa namna yoyote ile, kwa sababu amekuwa na malalamiko mengi sana ambayo yaliwafanya hata wenzake waendelee kuweza kumchukia. Lakini leo hii Wolper bwana ameweza kuzungumza kitu kimoja, akimsihi sana bibi Shamsa Ford kwamba na yeye ni vyema akafocus na maisha yake, kwa sababu kitu ambacho anachokifanya bado hakina mantiki ya aina yoyote, na pia anatakiwa kuweza kutambua heshima yake kwa kipindi hiki, na kingine zaidi anatakiwa kuweza kuelewa ni namna gani ambavyo atakavyoweza kuyaendesha maisha yake, na sio kuanza kufuatilia maisha ya watu. Kila mtu ana maisha yake, na sio kuanza kufuatilia maisha ya watu. Hichi kitu sio kitu kizuri, kwani hata watu wengine wanamchukulia yeye ndivyo sivyo kutokana na yale ambayo anayoyaongea. Kwani mwenyewe bibi Wema Sepetu aliweza kukiri kwa kukaa kimya, hivyo yeye anaongea kama nani. Kila mtu achukue time zake, na kila mtu aweze kutambua thamani zake kwa watu wengine tofauti, na sio kuanza kuongea vitu ambavyo visivyoeleweka. Bwana, huo ndio ujumbe wa dada yetu Jacqueline Wolper kwenda kwa bibi Shamsa Ford, na kumwambia akae mbali sana na kundi lao la A-list, kwa sababu kila anachokiongea yeye hakijui watu walianzia wapi wakaishia wapi. Hivyo ni vyema wakakaa kimya kuliko kuendelea kuzungumza uongo usiokuwa na mbele wala nyuma. Bwana, mambo ni mengi sana kuhusiana na haya yote. Mimi naomba nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.